Karibuni kwenye Ijue Kweli. Leo katika episode ya leo tutamuongelea huyu Bishop Dastan Maboya. So kama kawaida tutachambua zile alama ambazo hasijawahi kuzielezea ambazo anazionyesha yeye, alafu zingine ambazo nishai kuzielezea nitaweka tu picha hapo. So nikianza na hii hapa pose hii anaita Dugard of a Master Mason. Master Mason ni mtu mwenye degree 3 za Freemason. Kuna ile degree ya kwanza wanaita apprentice, ya pili wanaita fellowcraft, ya tatu ni Master Mason. Sasa ili kuonyesha kwa sign hii aliyoonyesha hapa Bishop, unaona kama mikono yake imeelea hivi. Hii wanaita ni sign of a Master Mason, kwa maana mtu mwenye degree 3 za Freemason. Sasa nimekuwekea hapo picha uone kwa yapo pastor alikuwa na huyu Bishop alikuwa anaonyesha kile kiapo alichokuwa anachukua kipindi anapata degree yake ya 3 ya Freemason. Unamuona hapo kuna picha hapo nimekuwekea, unamuona pale mbele huyo aliyeko pale mbele ndio chukulia kama ndio mchungaji ambaye wao wanamuita worship master. Ndiye anaongoza tambiko pale kwenye hii yale majumba yao ya nani okay, mahekalu yao yale. Alafu namuona huyo anayejiunga au anachukua kiapo, wamemfunga usoni na pale unaona mikono sasa ndiye ameweka pale kwenye, inaweza ikawa Biblia, inaweza ikawa Qur'ani, kulingana na dini yako ulipotoka, kulingana na kule ulipotoka wewe. Yaani huo unaamini Mungu aina yoyote, ni moja ya sheria zao hizo. Lazima unaamini Mungu aina yoyote. Kwa hiyo kama ni Mkristo utaweka pale Biblia, ndio itawekwa pale. Kama ni Muislamu Qur'ani ndio itawekwa pale. So unaona mikono aliweka pale, huyu na ashumu kwamba itakuwa ni Biblia, aliweka pale juu ya hicho kitabu kitakatifu. Ndio aliweka pale. Ndio hicho alichokana kionyesha hapo Bishop, unaona mikono yake kama imeelea. So alafu nitaweka na clip ya mtu ambaye alikuwa ni Freemason na zamani akaacha, anaonyesha jinsi walivyokuwa wanafanya ndani ya wakiwa wanachukua kiapo cha Master Mason. I want to show you the Dugar and sign of a Master Mason. The Dugar, just like in the first 2 degrees, alludes to the position of the... Okay, hii sio alama, but inaona inaendana na ile alama tuliyotoka kuizungumzia. Niliona hapa ameposti, na posti ilikuwa inasema kwamba Mtume Maboya amepokea baraka kutoka kwa mzee Bishop Mwaisabila. Nimeona hii ndio tunaweza kueleza kabisa kwamba hii ndio tatizo la kuongozwa na Freemason. Freemason ni condition, yani ni wajibu wao kumsujudia au kumwabudu worship master. Yani unamwangukia kabisa miguuni kama jinsi alivyomwangukia kwenye hii picha hapa. Sasa hii kwenye jamii sisi huku tutakuwa tunaona kwamba ni nidhamu, lakini hapana, sio nidhamu. Yeye anatekeleza agizo la loji yake au hekalu yake, ikimwelekeza kwamba anatakiwa amsujudie worship master. Sasa tunarudi kwenye misingi ya Biblia. Misingi ya Biblia ni kwamba haturuhusiwi kumwabudu miungu ya aina yoyote au kumwangukia mtu au kiumbe cha aina yoyote, kwa sababu hiyo nafasi imewekwa imekuwa reserved kwa ajili ya Mungu pekee, kwa maana Mungu Baba, Mungu Mwana na Mungu Roho Mtakatifu. Sasa utakumbuka Cornelius aitaka kumwangukia au kumwabudu Peter akamsaisha. Tunarudi John the Baptist aitaka kumwabudu au kumwangukia Angel Gabriel akamsaisha. Tunarudi hata kwa Mungu Mwana Yesu Kristo, wakati anajaribiwa na shetani alimwambia kwamba amsujudie au amwabudu na atampa mali zote. Yesu alimwambiaje? Alimwambia anatakiwa muabudu Mungu pekee. Kwa hiyo sasa tukirudi kwenye picha, huyu Bishop amemtoa Mungu kwenye picha, hiyo nafasi amempa huyu Mwaisabila.
in which sio sahihi. Nimeona muhimu kuielezea kwa sababu yeye ni kiongozi wa makanisa ya CAG, meaning ana watu kadhaa chini anaowaongoza yeye. Sasa ile young generation itaona kwamba kumbe ni sahihi kwa mimi kumwangukia au kumsujudia kiongozi wangu. Hapana, sio sahihi kwa mifano yote tuliyotolea hapo. Kwa hiyo hii niko nje ya Biblia. Okay, alama nyingine hii wanaita ni sign of faith or sign of preservation. Sasa wakinyosha kidole juu wanaita ni sign of preservation. Maanake wanamwamini, yani wako pamoja na Mungu wao, Alafu sign of faith ni ile kama vile hajanyosha mkono lakini bado amenyosha kidole juu. Hiyo ndio wanaita sign of faith, kwamba wana imani na Mungu wao, like wako pamoja na Mungu wao. Umeona? Yule Mungu wao sasa, Mungu wa Freemason ni yule ndio wanaita Horus au Isis au Sun God Ra, wanabudu jua ile, au Diana, so wana tuniweke hivyo sawa. Okay, alama nyingine nitakayozungumzia ni ya mwezi. Sijajua ili kanisa ni la kwake au alikuwa amealikwa. So nitaanza na kuelezea kibiblia. Kwenye kitabu cha Amos sura ya 5 mstari wa 26 kuna miungu imetajwa pale. Nategemea tuna translation unaotumia wewe Biblia yako. Wanaitaja kama Sakus, Molak au Skus. Nyingine ndio wamesema Satan. Sasa hiyo miungu ya Molak inaakilishwa na a calf. I don't know calf niseme nini kwa Kiswahili. Iko kama ng'ombe, ana mapembe. Au recently uliona kama miaka miwili kama iliyopita kwenye Olympic kuna ile nani ilikuwa, kuna ile ilionyesha, nitaweka hapo video utaona clip uione. So the same line kwenye mstari huo mmoja wanamtaja Lemfan au Qun au Tune. Nategemea tuna translation natumia. Sasa huyu Tune anawakilishwa na nyota. Okay. Afu pia tukirudi kwenye huo mstari wakati hii golden kuna ile kitabu cha Exodus sura ya 32 mstari wa 4. Kipindi wana wa Israeli waliona kwamba Moses alichelewa alipoenda kuchukua zile amri 10 kutoka kwa Mungu, waliona kwamba achelewa, akamwambia Aaron awatengenezee miungu ya kuabudu. Na yule Mungu alikuwa ndio huyu, kama huyo golden calf ambaye tunazungumzia, yuko kama ng'ombe, au kwa sasa hivi unaweza kusikia mtu anasema goat of Mendes kwa sababu ana mapembe. Umeona? So hiyo hata tukirudi kwenye kitabu cha Job sura ya 31 mstari wa 28, Job alikuwa anajitetea baada ya yale majanga yake kutokea. Wale rafiki zake walikuwa wanamshutumu kwamba atakuwa amemkosea Mungu. Umeona? Alikuwa anaelezea kwamba hajawahi kuabudu mwezi au nyota. Hajawahi kuabudu jua au mwezi. So hii kitendo cha kuabudu miezi, jua ni since ni toka zamani. Unaona? Sasa tunakuja tena kwenye kitabu cha Matendo. Kitabu cha Matendo kuna imetajwa pale. Of course alikuwa analifaa tu kwenye kitabu cha Amos, huyu Stephen alikuwa analifaa tu kile kitabu cha Amos. Alikuwa anataja hiyo miungu ya Molak na nani. Sasa Diana, kuna huyu goddess Diana au Artemis. Goddess Diana anawakilishwa kwa mwezi. Ndio hii unaona mfano kama Waislamu logo yao ile, wana mwezi na nyota. Kwa kulingana na hii ninachokuelezea hapa, wenyewe wanakuwa wana nyota logo yao, kwa sababu wage na mwezi na nyota. Wana goddess Diana ambaye anawakilishwa kwa mwezi, alafu wana nyota ambao ndio ile Lemfan au Tune. So wao wanaabudu. Sasa tunarudi kwenye hii picha. Umeona, nataka ni connect na ile alama tuliyotoka kuizungumzia. Umeona wamenyoosha mikono juu. Maana yake they are keeping faith.
maana wanamwabudu mungu wao wa giza. Like they are together katika plani ya kutimiza lengo la huyo mungu wa giza ambao ndio goddess Diana au Artemis au shetani mwenyewe. Okay, hapo nimeelezea kibiblia. So na hapo tunakuja kwenye wao Freemason au wao Satanist wanasemaje. Angalia, wanasema kwamba wanaitumia kuita nguvu za giza. Do you see? And then ametumia kabisa kwamba the goddess of the dark. So who is this goddess of the dark? Goddess Diana, kulingana jinsi tulivyokuwa tunaelezea huko. Aya, tukija tena huku kwenye mfano kama the God of Mendes. God of Mendes ni Baphomet. Kwenye Baphomet nitakuwekea hapo picha. Baphomet pale pia kuna mwezi. Sasa who is that? Nani yuko kwenye ule mwezi? Goddess Diana au Artemis. Okay. Kuna picha hapa nyingine nimeona. Nimekuwekeza hapo picha, wanajiita ma Shriners. Shriners ni group lingine la Freemason. Kujiunga na hii Shriners ni lazima uwe na degree 32, you know? Lazima uwe na degree 32 kujiunga na Shriners. Angalia ina nini? Ina mwezi na nyota. Umeona? Sasa tukitoka hii inatoka kwenye mafunzo yao Satanist wenyewe. Yaani Freemason wenyewe wanakuambia wakiweka pale mwezi, wanaita mwezi au nyota, wanaita nguvu za giza, especially usiku wakiwa wanafanya matambiko yao, kwa maana kuloga whatever, maana hamna kitu chochote kizuri kinachotoka kwa shetani. Wapenzi, msiamini kila roho, bali zijaribuni hizo roho kwamba zimetokana na Mungu, kwa sababu manabii wa uongo wengi wametokea duniani. Lakini kuliondokea manabii wa uongo katika wale watu, kama vile kwenu kutakavyokuwa walimu wa uongo, watakaoingiza kwa werevu uzushi wa kupoteza, wakimkana hata Bwana aliyewanunua, wakijiletea uharibifu usiokawia. Na wengi watafuata ufisadi wao, na kwa hao njia ya kweli itatukanwa. Na katika kutamani watajipatia faida kwenu kwa maneno yaliyotungwa, ambao hukumu yao tangu zamani haikawii, wala uvunjifu wao hausinzii. Na manabii wengi wa uongo watatokea na kudanganya wengi, na kwa sababu ya kuongezeka maasi, upendo wa wengi utapoa. Lakini mwenye kuvumilia hata mwisho ndiye atakayeokoka. Wapenzi, msiamini kila roho, bali zijaribuni hizo roho kwamba zimetokana na Mungu, kwa sababu manabii wa uongo wengi wametokea duniani. Jihadharini na manabii wa uongo, watu wanaowajia wamevaa mavazi ya kondoo, walakini kwa ndani ni mbwa mwitu wakali. Wala msishirikiane na matendo yasiyozaa ya giza, bali myakemee, kwa kuwa yanayotendeka kwao kwa siri ni aibu hata kuyanena.